بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, zunguni katika iman ambao mtufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Nur Path Hajj and Umrah, katika hii YouTube channel yetu na pia kadhalika Facebook na TikTok na Insta na kwingineko. Katika episode yetu iliyopita, halqa yetu iliyopita, katika majlisi yetu iliyopita, tulizungumza kuhusiana na mambo katika miongoni mwa nyajibu za muhimu ambazo ni kubwa, na miongoni mwa amana ambayo ni kubwa, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kutuuliza kuhusiana hiyo amana, ni hawa watoto ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku. Ni amana na Allah katuruzuku hawa watoto, basi la wajibu kwa wazazi ni kusimamia katika kuwalia kwao na kufundisha zile adab al-Islam, na kusimamia katika hukuku, zile haki zao. Na tukaeleza kwa kusoma aya katika suratul Ma'arij, Allah alipokuwa akitaja zile awsafu almu'minin, sifa za waumini. Waona kwamba katika sifa zao huwa wao wanachunga amana, zile ahadi. Hizi ni sifa za waumini wale wakamilifu wa imani zao. Pia kadhalika tusoma aya katika suratul Tahrim, aya ambayo Allah anasema ya alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, al-aya. Kwamba aya ile ndio ikawa ndio msingi mkubwa wa kusimama kidete katika kuichunga hiyo amana ya watoto kwa kupitia aya hii al-Karima. Na tukasoma pia kadhalika tafsir ya Ali bin Abi Talib Khalifatur Rashid radhiyallahu anhu, alipokuwa tafsiri aya hii akasema allimuhu adibuhu, wafundisheni watoto hao ilmu, maarifa, ilmu shar'i, fundisheni tauhid, aqaid tauhid, fundisheni fiqhu fi dini kiujumla, taa, fundisheni watoto adibuhu, na pia kadhalika wafundisheni zile adabu al-Islam, na pia kadhalika tarbiyatul islamia, yale malezi ya Kiislamu. Tukamalizia katika hadithi ambayo muttafaqun ala sihhatihi, rawi al-Imam al-Bukhari wa Muslim, ambao ameitwa al-Imam al-Bukhari na Muslim, aliposema alayhi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote ninyi ni wachunga, kila mmoja ataulizwa kwa kile ambacho alichokuwa nakichunga. Hawa watoto ni amana, ikiwa ni amana, basi Allah subhanahu wa ta'ala yaum al-qiyama kutuuliza kuhusiana na hii amana. Vipi amana hii tulikuwa nayo, vipi tulitizama, vipi amana hii hawa watoto ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku. Ni mashahidi katika mtazamo wa leo, hali si hali ni mbaya. Ule kuna uvunjifu mkubwa wa maadili ya Kiislamu. Pia kadhalika katika miji yetu hii maadili yamekuwa ni mabovu kwa kiasi kikubwa, kama ambavyo wanataja ahlul ilm, ikiwemo al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, kwamba kuharibika kwa watoto ni maharibifu ambayo tunayaona katika maadili mabovu. Hii yote hii anasema ina sababu au chachu cha hii ni kule kwa wazazi wao kutokuwasimamia hawa watoto. Sio waliharibika basi watoto wao wakafuata. Kwa cha mwanzo kwa watoto katika maadili tunayoona kuharibika kwa watoto ni kule kwa wazazi wao kutowasimamia, na wao kuharibika watoto wao katika hali hiyo. Katika hii episode yetu ambayo tunaendelea nayo, katika kuangalia hii hawa watoto, hii amana tutakuwa tutaishi nayo hii insha Allah mpaka ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atatuwafikisha. Wamesema baadhi ya ahlul ilmi, inna Allah subhanahu wa ta'ala, kika Allah subhanahu wa ta'ala yas'alu alwalida an waladihi, Allah siku ya kiyama
atakuja kumuuliza mzazi kuhusiana na mtoto wake yaum alqiyama, siku ya Kiyama. Atamuuliza kwanza, wewe mzazi, vipi kwa mwanao ulimfanyia kitu gani? Ni amana hili, vipi amana hii uliitunza kwa kiasi gani? Allah atauliza yaum alqiyama, atatuuliza siku ya Kiyama. Na Allah atamuuliza mzazi kabla an yasala alwalad an walidihi, kabla hajamuuliza mtoto kuhusiana na mzazi wake. Allah atauliza naam, mtoto kuhusiana na wazazi wake, kama ambao utafahamu kama inatakana watoto wafanyie pia wema wazazi wao. Atakuja kumuuliza, lakini kabla ya Allah kuuliza watoto au kumuuliza mtoto, Allah atauliza wa kwanza, Allah atamuuliza mzazi an waladihi yaum alqiyama, kuhusiana na mtoto wake siku ya Kiyama. Fa innahu kama anna lilab, hakika kama ambavyo anayo mzazi ala ibnihi haqqa, anayo mzazi, ana mzazi kwa mtoto wake haki, ana haki, yani mzazi kwa mtoto wake ana haki. Naam, falibni ala abihi haqqun, pia kadhalika pia vile vile mtoto anayo haki kwa mzazi wake. Baba kwa mtoto wake ana haki, na pia kadhalika hivyo hivyo pia mtoto kwa mzazi wake pia kadhalika ana haki. Kwa Allah atakuja kutuuliza siku ya Kiyama, mzazi atakuja kuuliza wazazi kuhusiana na mtoto wake au na watoto wake, kabla ya kuuliza watoto kuhusiana na wazazi wao. Qala Umar ibn Umar radiyallahu anhuma, sema Abdullah ibn Umar, kama ambavyo ameyataja athari hii al-Imamu al-Baihaqi fi Sunan al-Kubra, anasema Abdullah ibn Umar, adib ibnak, kwamba mfundishe adabu mtoto wako, fa innaka mas'ulun an waladik, kikaku wewe ni mwenye kuulizwa kuhusiana na huyo mtoto wako. Fundishe adabu nzuri mtoto wako, mwanao, au fundisha adabu watoto wako, adabu alislam, tarbiyatu alislamia, wafundishe malezi ya Kiislamu. Fikia miaka 7 waamrishe kuswali, ikifika miaka 10 wapige kuacha ibada ya swala, na watenganishe katika kulala kwao baada ya kufikisha miaka 10. Ndivyo ambavyo Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam atufundisha. Nenda nao katika masajid, msikitini, kishafikia katika sinu tamyiz, wazoe ibada, wazoe taa. Katika funga mathalan, wajitahid, waambie kidogo wafunge, wazoe katika ibada, wafundishe tarbiyatul islamia na adabu alislam. Fa innaka mas'ulun an waladik, kika wewe ni mwenye kuulizwa kuhusiana na huyo mtoto wako. Utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, madha adabtahu, kwamba ni adabu ipi wewe ulimfundisha mtoto wako, ulimfundisha adabu ipi, ulimfundisha kitu gani mwanao? Allah atakuuliza wa madha allamtahu, na ulimfundisha kitu gani wewe. Tunaona leo baadhi ya wazazi wafundisha watoto wao katika mambo maovu, mambo katika fahisha, katika munkarat. Utaulizwa na Allah, madha allamtahu, kitu gani ulimfundisha mwana, ulimpa elimu ipi wewe, ulimfundisha nini? Na Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza, wa innahu mas'ulun, kika wewe ni mwenye kuulizwa mzazi, ambirrik, kuhusiana na ule wema wako kwa mtoto wako, wa tawaiyatihi lak, na kule kumtii mtoto wako na kule twaa kwako wewe ya mtoto wako. Utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na mtoto, ulimfundisha nini, au likadhalika ulimfundisha adabu ipi, na utaulizwa kuhusiana na ule wema wako kwa mtoto ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala pia Allah amehusia pia, kadhalika kahusia alabna, kahusia watoto, na hii ni usia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwahusia watoto, usikilize watoto. Allah kawahusia watoto bibirri abaihim, Allah amehusia watoto kuwafanyia wema wazazi wao, wa wujubi alihsani ilayhim, na ule uwajibu, ule ulazima wa kuwafanyia wema wao wazazi wao. Allah aliposema katika suratul Ankabut, wasaina al-insana biwalidayhi husna, na tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake kuwafanyia wema. Tutakana wajue watoto wawafanyie wema wazazi wao.
Faqad awsa al-abaa bil abnai aidan, kama ambavyo Allah kausia watoto wafanyie wema wazazi wao, pia kadhalika Allah amehusia wazazi bil abnai aidan, kuwafanyia wema watoto wao, pia kadhalika kausia watoto wafanyie wema wazazi wao. Naam, kasoma aya katika suratu Al-Ankabut, pia kadhalika Allah akahusia wazazi, si wazazi bil abnai aidan, kuwafanyia wema watoto wao, bitarbiyatihim wa ta'dibihim, katika kuwalea tarbiyatul islamia, malezi ya Kiislam, na kuwafundisha zile al-adab wal akhlaq wal islam. Allah amehusia subhanahu wa ta'ala hili kwa wazazi, kwa watoto wao, kama alivyosema Allah katika suratul Nisa, yusikumullahu fi auladikum, kwamba Allah anakuhusieni ninyi wazazi kwa watoto wenu, wafundisheni zile tarbia za Kiislam na zile adabu za Kiislam. Wasiyatullah lil aba, basi wasia wa Allah kwa wazazi, bi auladihim, yani wasia wa Allah kwa wazazi kuwahusia kuwafanyia wema watoto wao katika kuwalea malezi ya Kiislamu, kufanya tabia za Kiislamu sabiqa. Hii ndio ambacho wasia huu ndio uliotangulia, ala wasiyati al-auladi bi abaihim, nitangulia huu wasia kwa wazazi, Allah kuwahusia wazazi kuwalea watoto wao katika malezi ya Kiislamu na tabia za Kiislamu. Wasia huu ndio uliotangulia wa mwanzo, ala wasiyati al-aulad bi abaihim, uliotangulia ule wasia wa watoto kuwafanyia wema wazazi wao. Na mtoto kahusiwa, lakini wasia wa mwanzo kutangulia, Allah kahusia wazazi, kahusia wazazi kuwalea watoto wao katika malezi ya Kiislamu na pia kadhalika zile adabu za Kiislamu. Na pia kadhalika kama kilivyokuja katika hadith thabit Nabina Muhammad alayhi salatu wassalam, kwamba hawa wazazi wawili al-ab wal-um, baba na mama, hawa wanao taathira kubwa, hawa wana ile athari kubwa kwa watoto wao. Athari hiyo fi aqaidihim wa adyanihim, katika ile itikadi yao. Hawa watoto, wazazi wana athari kubwa kwa watoto wao katika itikadi, wapa itikadi hawa watoto, ikiwa ni aqidatu as-sahiha, itikadi iliyokuwa sahihi au fasida, wazazi wanao taathira hiyo. Na pia kadhalika wa adyanihim, na pia katika dini yao. Ukiacha tabia kule kuwa na athari katika watoto wao katika tabia zao, na pia kadhalika katika zile tabia na malezi kiujumla, ukiacha hii wanayo pia kadhalika, lakini kadhalika wana athari kubwa wazazi kwa watoto katika zile itikadi zao na pia kadhalika katika dini zao. Kama kuja katika hadithi ambayo ametaja al-Imam al-Bukhari na pia kadhalika ametaja al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala, kwamba mtoto anazaliwa katika maumbile, kullu mauludi yuladu ala al-fitra, katika maumbile ya Kiislamu. Sasa baba yake, wazazi wake hao imtamfanya kuwa ni Yahudi, fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisanihi. Sababu yake atamfanya, wazazi wake watamfanya kuwa ni Myahudi au kuwa ni Mnasara au kuwa ni Mmajusi, akaabudu moto. Kwa mzazi ana taathira kubwa katika kwa watoto wao au kwa mtoto wao katika upande wa aqida, na pia kadhalika katika upande wa dini. Ukiacha tabia, naam, ana taathira kubwa pia katika tabia na pia kadhalika, na pia vile vile katika yale malezi kwa watoto wao, kama tulivyoona katika hii hadithi ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, alipokuwa akitaja kwamba mtoto anazaliwa katika fitra. Pia kadhalika mtoto anazaliwa katika fitra, katika maumbile ya Kiislamu. Ani mtoto wako Allah akiwa amekuruzuku, Allah anakuruzuku mtoto ambaye yuko katika fitra, katika fitratu salima, katika maumbile yaliyosalimika ya Kiislamu. Sasa faidha taallama alkadhib, ikiwa utamfundisha uongo, walghish, na ghishi, wahadawatu au alfasad, au kamfundisha uharibifu, au ghairihi min almunkarat, au na mengineyo katika mambo mabaya, fa innahu li amrin kharij an alfitra, basi hii ni jambo la nje kutokana na fitra yake. Yani fitra yake sio hii, fitra yake akuzaliwa huyu mtoto, Allah akakuruzuku akajifungua mama, mtoto akawa ni muongo. La, hii yote Allah akamtafisha nayo. Sasa ikiwa utamfundisha wewe uongo, ghish, kuhadaa watu, uharibifu na kupondoka na mengineo katika mambo mabaya,
Hii ni jambo la nje katika yale maumbile. Ima yakuna bisababi suu tarbia, haya yatakuwa ya uongo na kuwadaa watu, itakuwa ni katika ile sababu ya malezi mabaya aliolelewa na wazazi wake, au ihmali fiha, au kupuuza katika haya malezi, au ima itakuwa pia kadhalika atakuwa mtoto ni muongo kwa kuathirika ima bimuathirin khariji, ima atakuwa pia kadhalika kuathirika na jambo la nje, min ashabi su, katika watu waovu, au ghairihi min alkhulata, au wengineo katika vitu vya kuchanganya. Ima atafisidika tabia hii kana tabia mbaya tulizozitaja, uongo na ghish na kuharibika na kupondoka, ima kwa sababu ya malezi mabaya. Hii pia atakuwa iko hivi, itakuwa ni sababu ya yeye kupondoka huko, kwa muongo, anahadaa watu, au kupuuza wazazi katika kulea, au pia kadhalika ima ataathirika, ima atakuwa hii ni sababu kuathirika na vitu ambavyo ni vya nje, ima misubia na watu waovu au wasiokuwa watu waovu katika watu ambao yeye anachangamana nao. Kwa umuhimu huu, wal ahamiyati hadhihi al amana, kwa umuhimu wa ukubwa wa hii amana ya watoto na ule ukubwa wake, basi kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala tutataja baadhi ya misingi ambapo misingi hiyo min ahami al-usus, katika misingi ya muhimu, allati yanbaghi ala kulli min alwalidain, mutakikana ni wajibu kwa kila wazazi, an yu'nau biha, watilie maanani hiyo misingi, liyatahaqqaqa lahum hadha almatlab an-nabil, ili yakikike kwa wao hii matlabu an-nabil wal maqsad al-jalil, wapate zile thawabu zilizokuwa nyingi na fadhila zilizokuwa kubwa. Wa tawfiqu bi yadillahi, na tawfiki ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika lahu, Allah peke yake, wala hana mshirika. Tutaendelea kuzitaja, tutaanza kuzitaja insha Allah katika episodi zetu zinazoendelea. Kwa ukubwa wa hii amana tutataja misingi, kwa kupitia misingi hii inahesabiwa kwamba hiyo misingi ndio chachu kubwa. Kwa kupitia misingi Allah subhanahu wa ta'ala, kupitia misingi hiyo tatafanya watoto wetu sasa kuwa katika zile tabia tarbiyatul islamia, malezi ya Kiislamu, na pia kadhalika na zile adabu alislam. Hadha wallahu a'lam. Fasubhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.